Kinaendelea kushuhudiwa katika sekta ya afya nchini kufuatia migomo ambayo imekuwa ikiendelea wahudumu wa afya, jambo ambalo limewaacha wagonjwa wengi wakihangaika. Isitoshe, baadhi ya wahudumu hao wamelalama kuhusiana ya kuwa waziri wa afya Deborah Barasa amekuwa akikwepa kuwasikiza licha ya migomo yao kuendelea. Mwanahabari wetu Anastasia Mkabi na uketo wa taarifa hii. Takriban wauguzi 800 wamekatiza huduma zao katika hospitali ya rufaa ya Moi wakitaka serikali iangazie matakwa yao. Wagonjwa wanaumia kwa sababu hakuna muuguzi yako ndani na wenye wako ndani ni wanafunzi wenye bado hawajatimu. Hii serikali kuu na management ya MTRH kuhakikisha kwamba ya matakwa ya manurses wetu yamekuwa handled on time. Hayo yakijiri, wahudumu wa afya chini ya mpango wa UHC katika kaunti mbalimbali wamekaza kamba na kuendelea na mgomo wao, ila huenda matatizo na changamoto zinazowakumba wahudumu hao zikaendelea kwa muda usiojulikana baada ya waziri wa afya Deborah Barasa kukwepa kuzungumzia swala hilo katika sherehe za kuadhimisha siku ya afya ya kinywa na meno katika taasisi ya kutoa mafunzo ya afya ya Museriot katika kaunti ya Nandi. Tunaongea na Treasury kuhakikisha madawa ya HIV yani ARVs yako karibu na mtu yeyote ambaye anahitaji kuyatumia na mtu asikose madawa. Swala hili limeliza wagonjwa wengi, baadhi yao wakibaini kuwa bima ya SHA inawahangaisha pia licha ya wao kuendelea kulipa ada ya kila mwezi. Niko na SHA nalipa lakini hainisaidii. 300,000. Hiyo pesa ni mingi sana kwangu lakini siwezani kulipa. Sasa nimeambiwa kama niko na title natoa wapi na mimi naishi rental. Licha ya tetesi hizo ambazo zimeibuliwa kuhusiana na changamoto zinazoendelea kwenye mfumo mpya wa SHA, serikali inazidi kuwahimiza Wakenya wajisajili kwenye mfumo huo. Anastasia Mkabi, TV47. Naam, asante sana.